Undani wa taarifa hii ambayo nimetoka kukuambia, ambayo imeweza kutokea mkoani Lindi pale ambapo kuna bwana mmoja anashikiliwa na jeshi la polisi kwa madai ya kumuua mtalaka wake ambaye anadai kwamba amehusika kwenye kumloga nguvu za kiume. Jeshi la polisi mkoani Lindi linamshikilia Hassan Athumani Mpogo, miaka yake 46. Huyu ni mkazi wa kata ya Somanga wilayani Kilwa kwa tuhuma za kumuua aliyekuwa mke wake Aisha Isa Mkimbizi, miaka 41, baada ya kupewa taarifa na mganga wa kienyeji kuwa marehemu alikuwa akimloga na kumsababishia matatizo ya nguvu za kiume. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimwambia na kumshambulia kwa kutumia panga, hali iliyosababisha kifo chake akiwa njiani kupelekwa katika kituo cha afya. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, ACP John Imori, chanzo cha tukio hilo kinahusishwa na imani za kishirikina, ambapo mtuhumiwa aliamini taarifa alizopewa na mganga wa kienyeji kuwa marehemu alikuwa akimloga na kumsababishia matatizo ya nguvu za kiume. Jeshi la polisi pia linamshikilia mganga wa kienyeji Haji Saidi Nguvunze, miaka 46, ambaye amekiri kumpa taarifa hizo. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuachana na imani za kishirikina au imani za ushirikina na kuepuka kuamini ramli chonganishi ambazo zinaweza kusababisha madhara makubwa katika jamii. Ndio kitu ambacho nilikuwa nimetoka kuzungumza kidogo hapa, msikilizaji. Hii inakuwaje kwamba yani wewe umetoka kwa mganga kienyeji na unaweza kuamini kwamba kile alichokuambia mganga kipo sahihi zaidi, na wewe unaweza kufanya mauaji sasa kwa yule ambaye alikuwa mtalaka wako. Sasa yani kwamba umeamini kwamba yani mtalaka wako ameamua kukuroga baada ya wewe kuweza kuachana naye. Sababu ya yeye kukuroga ni nini sasa? Ili wewe usiendelee ama baada ya kuachana naye ukabakie tu ukae nayo kama fasheni au ni vipi? Lakini kikubwa kama ambavyo jeshi la polisi linaweza kutoa maagizo, wito kwamba watu mwache kujichukulia sheria mkononi, hususan kwenye yale ambayo mnayotoka kuambiwa na waganga wa kienyeji, lakini pia vile vile waganga waache ramli chonganishi. Bakia hapo, story nyingine inafuata.